Maarifa Online TV, elimu na hekima. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman kathira. Amma ba'd, baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala, akutaka sala na salam zimwendee kiongozi wa umma Mtume Muhammad, yeye na hadi zake na masahaba wake na waislamu wote watakaofuata mwenendo wake hadi siku ya mwisho. Allahumma amin. Ndugu zangu katika imani, kwa mara nyingine tena tuko mbele yenu kuendeleza darasa yetu, ima somo letu na sharti za swala na arkan na nguzo za swala na pia wajibati za swala. Siku ya leo insha Allah taala tutazungumzia ubora wa swala za sunna na kukumbushia watu sunna ambazo wamekwisha kusahau, ima wengine wameipuuzia, ima wengine hawajui. Biidhnillahi taala tutaanza kuzitaja moja kwa moja, japokuwa tutazitaja zote kwa sasa, ila tutataja baadhi yayo kama 4 ama 5 biidhnillahi taala. Swala ya kwanza ya sunna ambayo watu wengi wamepuuzia inaitwa salatu al-ishraq. Hii swala watu wengi sana wanaita istishrak, na hapo wamekosea. Sahihi ni ishraq, na hii swala inaswaliwa baada tulu'i shamsi, pindi ambapo jua inachomoza, na baada ya dakika kama 10 ama 15 ndio hii swala inaswaliwa. Na pia Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja fadhila zake ndani ya hadithi ambayo imepokelewa na Bukhari wa Muslim au Tirmidhi. Katika sunan Tirmidhi, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man salla al-fajr fi al-jamaa, atakayesalli salatu al-fajr katika jamaa, thumma jalasa yadhkuru Allah, kisha akabaki msikitini yuko anafanya dhikri kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, hatta tatlu' ash-shams, paka pale ambapo jua itakapochomoza. Thumma salla rak'atayn, jua itakapochomoza basi huswali rakaa 2. Kanat lahu, faida yake sasa, atakaposwali rakaa 2 baada ya jua kuchomoza, kanat lahu ajru hijja, basi ujira wake ambao atapata ujira wa hijja. Mtume kuishia hapo akasema wa umra, na atapata pia ujira wa umra tama kamil, yani kama ni vile mtu ambaye anafanya umra na hija kamil. Imepokelewa Tirmidhi. Na swala ya pili, salatu tahajjud. Hii salatu tahajjud pia inaitwa qiyamul layli. Watu wengi wamepuuzia sana kuswali qiyamul layli. Wa mata tusalli hadhihi sala, wakati gani hii swala inaswaliwa? Salatu tahajjud inaswaliwa baada al-isha ila qabla adhan al-fajr, inaswaliwa tangu baada salatu al-isha mpaka salatu al-fajr, kabla adhana salatu al-fajr, basi ndio wakati wa kusali hii swala. Lakini ina wakati bora ambao unaweza kusali katika hiyo siku, na wakati bora au afdal awqatiha athuluth al-akhir min al-layl, ndio wakati bora ya kusali hii swala. Hiyo siku ya mwisho, yani kabla adhan al-fajr, unasimama na watu wanalala, unaswali hiyo salatu tahajjud. Na pia ina faida zake ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema. Kwanza ni swala bora ama ni sunna bora miongoni mwa sunna zote. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi, afdalu salati ba'da al-fariida, swala bora baada ya swala ya faradhi, salatul layli, ni swala ya usiku ambayo ni tahajjud. Inapokelewa na Muslim. Na faida yake, mtu kusali hii sala, faida yake ni nini? Atapata nini baada ya kuswali hii swala? Taqarrubul abdi min Allah, ni mtu kujisogeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na pia sababu ya pili ama faida ya pili ambayo mtu atapata kusali hii swala, sababu limaghfirati dhunubi,
ni sababu ya Allah kukusamehe madhambi yako. Na faida ya tatu mtu atapata katika kusali hii swala ya tahajjud, istijabatu dua. Allah anakubali dua yako kwa sababu yanzilu rabbuna fi samai dunya, Allah anateremka kwenye mbingu ya kwanza, wa yunadi, na anaita nani ambaye ananiomba msamaha nimsamehe, nani ambaye ameniomba nimpe, nani ambaye ananiomba nimpe huruma wangu, basi nitampa. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, hiyo ni wakati ya swala ya dua kukubaliwa. Na swala ya tatu, salatu duha. Salatu duha inaswaliwa kabla salatu dhuhuri. Ndio salatu duha inaswaliwa yani kabla ya adhan ya salatu dhuhuri, ima dakika 15, 20, takriban 30 hivyo, basi ndio wakati wa mtu kuswali salatu duha. Na ina faida kubwa salatu duha, na pia ina fadhila kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Faida yake ya salatu duha, Mtume amesema sallallahu alayhi wasallam, anasema ya kwamba salatu duha atakayeswali basi ni sadaka ya kila kiungo ya mwili wake. Hiyo ni faida kubwa sana, yani ni kama vile kila kiungo cha mwili kimetoa sadaka kwa Allah. Na faida nyingine, tukafiru dhunub, inasaidia pia kusamehe, yani Allah kukusamehe madhambi yako. Na faida ya tatu, sababu lirizqi wal baraka. Wallahi salatu duha ni sababu ya Allah kukufungulia milango yako ya riziki na kutia baraka katika riziki yako. Na pia inaleta nuru fi qalbi, mwangaza ndani ya moyo wako, inaleta amani, utulivu ndani ya moyo. Na swala ya 4 ambayo tutaishia leo na tutasimamia leo, kwa sababu swala ya sunna ni nyingi, tutaona ubora wake baadaye insha Allah taala. Hiya salatu al-istikhara. Salatu al-istikhara ni swala ya kumomba Allah subhanahu wa ta'ala ushauri. Hii swala inaswaliwa kwa wakati wote isipokuwa awqatul manhiyu anha, isipokuwa wakati ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza kuswali swala baada al-fajr mubasharatan, hauruhusiwi kuswali swala. Na baada al-asri ni wakati ambao Mtume amekataza kuswali salatu an-nawafil, hauruhusiwi kuswali sala ya sunna yote baada salatu al-asri. Kwa hiyo ina rakaa 2, na pia baada ya rakaa 2 unaswali, unamuomba, unatoa salam. Baada ya kutoa salam unainua mikono juu, unasoma duatul istikhara. Duatul istikhara, duatul istikhara ni dua ambayo inamuomba Allah, kumuomba Allah ushauri kwa jambo fulani ambalo unataka kufanya, jambo la muhimu ambalo unataka kufanya, na hilo jambo liwe la halali ambalo unataka kulifanya. Mfano, unataka kusafiri, kabla ya kusafiri unakaa chini unasali raka yako 2, unamuomba Allah akutangulie katika safari yako, akuchagulie kilichokuwa cha kheri katika hiyo safari yako. Na pia hivyo hivyo unaweza kwenda kutafuta kazi, haujui kazi gani utapata, unatafuta kazi kweli, hauna kazi, labda unaweza ukaenda ukapata kazi ya haramu, lakini ukisali salatu al-istikhara na kumomba Allah ushauri, Allah anaweza kukuchagulia kazi bora ambayo inakufaa na ya halali ambayo inakustahiki. Na faida mbia ambayo inapatikana katika salatu al-istikhara, pia vile vile unaweza kuomba ushauri kwa Allah. Kama unataka kuoa, Allah kuchagulie mwanamke bora katika maisha yako. Kinyume na leo gisi vijana tunavyofanya, tunakaa kwenye uchumba miaka 2, miaka 3, miaka 4 kabla ya kuoa ndio mtu anaswali salatu al-istikhara. La, anakuja kumwomba Allah ushauri pale ambapo mapenzi yameshanoga ndani ya moyo wake. Labda huyu mwanamke sio kheri kwako, labda huyu mwanaume sio kheri kwako, lakini umeshadumu kwenye mapenzi, baadaye unakuja kumwomba Allah ushauri akuoneshe mwanamke bora kwako. Akikuonesha mwanamke mwingine, ima
Allah akikunyima, kwa sababu salatu al-istikhara majibu yote atakayokuja haitakuja kwenye ndoto, hapana, itakuja kwenye vitendo, kwenye yule mwanamke ambao uko naye, ima patatokea kutokea kwako ama kwake, mmoja atakuwa kheri kwa mwenzake. Sasa hapo kama umeshapenda sana, ima yeye ameshapenda sana, unaona unaenda kushuhudia kwa yule mwanamke, unakangania kwa yule mwanamke, na ukienda kumuoa ndio yale magombano yanaanza kuwa ndani ya nyumba, kuvutana, kushinda kufata ushauri wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi ndizo swala ambazo Waislamu wengi, watu wengi wanaipuuzia, ima wanaisahau, ima hawaijui. Na kama ulikuwa haujui, tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwenye video hii, kwenye darasa hii, kwenye mafunzo kidogo hii, kwa yale ambayo tumepatia, Allah subhanahu wa ta'ala atuandikie katika mizani yetu ya khairi, na yale ambayo tumekosea, basi Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa rehema, atusamee pale ambapo tumekosea, ima tumeteleza kama binadamu. Utakapopata hii darsa, basi fikishia wengine. Addalu ala alkhairi kafa'ilihi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maarifa Online TV, elimu na hekima.